Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, na leo ikiwa ni siku ya 22 ya mafungo yetu ya Kwaresma, mafungo ya siku 40. Leo ni siku ya 22 tu, na nimekuwa nikikuletea mfululizo wa mafundisho mbalimbali, na ninaendelea kukuencourage tuendelee kufuatana kwa pamoja, kwa sababu ninaamini mwisho wa siku utapata kitu cha kukusaidia, au umeshaona hata unapata kitu cha kukusaidia. Na katika mfululizo huu, katika siku hizi 22, huku katikati nilianza somo linalosema minyororo 10 inayofunga maisha ya wengi, inayotufunga wengi. Na ninafikiri ni busara sana tuweze kufahamu hasa kipindi hiki cha Kwaresma, ili tuone ni namna gani tunaweza tukakitumia kujinasua kwenye minyororo hii. Na nimekuwa nikikuletea mnyororo mmoja baada ya mwingine, na leo ninakuletea mnyororo wa 7. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza unatazama, ningekushauri kama unaweza kuingia kwenye channel hii ya Amka Ule, utakutana na mfululizo wa masomo hayo na utapata kitu cha kukusaidia. Lakini pia kama hujawahi kusubscribe kwenye channel hii, ninakualika usubscribe ili kila ninapotuma tu uweze kupata notification au taarifa kwenye simu yako, kwenye kompyuta yako, na ili tuweze kufuatana kwa pamoja. Lakini pia kama unaweza kushare ujumbe huu, unavyosikiliza, hebu share kwa ndugu jamaa na marafiki, nao wapate kitu hiki, kitawasaidia sana. Ni sehemu mojawapo ya wewe kuinjilisha. Sasa leo nataka kukuletea mnyororo huu wa 7, na huu ni mnyororo wa tamaa za dunia. Mnyororo wa tamaa za dunia. Na kama kawaida ninapenda nianze na maswali ya kuchokoza kidogo. Hivi umeshawahi kujikuta ukikimbizana sana na kitu, labda kutafuta pesa au mafanikio, kiasi cha kwamba hujali tena imani yako? Labda unakuta hata imani yako inabaki nyuma na au inaathirika. Yani unatafuta hicho kitu, unatafuta pesa au mafanikio, kiasi cha kwamba imani yako inaathirika na inarudi nyuma, wala hujali. Umeshawahi kuona watu wa namna hiyo? Au umeshawahi kujiuliza labda, hivi thamani yangu inatokana na nini? Hivi umeshawahi kujiuliza swali hilo? Thamani yako inatokana na nini? Au je, ni wewe ni mmoja wapo wa wale wanaofikiri kwamba thamani yao labda inategemea mali walizonazo, au thamani yao inategemea labda vyeo walivyonavyo, badala ya uhusiano wao na Mungu, badala ya wao ni nani kwa Mungu? Umeshajiuliza thamani yako inatokana na nini? Kiongozi wa Buddhism anaitwa Buddha Siddhartha Gautama. Huyu nilisoma kitabu chake nilivyokuwa mnovisi, na alizungumza sentensi moja alipokuwa anawapa retreat wanovisi wake au mabudha, wale wanafunzi wake wanaojiunga na Buddhism. Alikuwa anatoa retreat kwao, alafu akamwambia sentensi ambayo ilinigusa sana, na ni sentensi ya muhimu sana. Alisema kwamba if you find anything standing between you and your way to enlightenment, anamwambia if you find anything standing between you and your way to enlightenment or your way to holiness, anamwambia kill it. Even if you see me standing between you and your way to enlightenment, akamwambia kill me. Akamwambia nothing and absolutely nothing should stand between you and your way to enlightenment. Akimaanisha kwamba hakuna kitu kinapaswa kusimama katikati yako wewe na Mungu, katikati yako wewe na your way to enlightenment, your way to holiness, kwenye ile njia ya utakatifu wako. Anasema hicho kitu, kama kuna kitu kitasimama katikati yako wewe na Mungu, katikati yako wewe na utakatifu, kama point ya utakatifu iko pale, anasema lazima uione hiyo point. Kama kuna kitu chochote kinasimama katikati yako wewe na ile point, kill it. Manake remove it, kiondoe kwa gharama yoyote ile. Manake kwamba ukikiacha kitakuwa kizuizi cha wewe kumuona Mungu, kitakuwa kizuizi cha wewe kitazuia baraka zako, kitazuia neema zinazotoka kwa Mungu kuja kwako. Kwa anavyosema kill it, kiondoe, manake anamaanisha kwamba kiondoe. Sasa nikikuuliza tena, hivi ni nini au ni kitu gani cha dunia hii ambacho kinaweza kukuzuia wewe kukutana na Mungu? Kinaweza kuwa kikwazo katikati yako na Mungu. Bila shaka labda kuna kitu unajua kwamba kimekuwa kikwazo katikati yako na Mungu. Nikikuuliza labda, je, muda unaotumia kutafuta labda mali au kutafuta promotion upate cheo, hivi kinafanana, huo muda unafanana na energy au na muda unaotumia kusali au kwa ajili ya Mungu pia? Au Mungu ndio unamweka pembeni?
Sasa ndugu zangu, katika ulimwengu wa leo, tamaa za mali, tamaa za umaarufu, tamaa za madaraka zimetufunga watu wengi sana, kiasi kwamba hata tunajikuta tunatumikia dunia zaidi hata tunavyomtumikia Mungu. Na wengi wetu hata siku hizi labda tunatanguliza vitu vya ulimwengu zaidi, pesa, heshima, vyeo zaidi kuliko hata tunavyomtanguliza Mungu au kumtafuta Mungu. Tunaona hivi vitu vina maana, vina thamani zaidi kuliko hata yule ambaye anatupa uhai wa kuweza kuvitafuta. Kwa lugha nyingine, saa nyingine yani tunatafuta mali na vyeo na heshima kwa moyo wetu wote. Lakini swali ni je, na Mungu naye tunamtafuta kwa moyo wetu wote? Yesu alituonya wazi wazi katika ile Mathayo sura ya 6 mstari wa 24. Akisema kwamba mtu hawezi kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, au atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Akasema hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Sasa tamaa ya dunia hii ni mnyororo ambao umetufunga wengi kweli kweli. Mnyororo huu unatufanya kutanguliza mambo ya kimwili zaidi na kupuuza kabisa mambo ya kiroho, kupuuza uhusiano wetu na Mungu. Watu wanatumia muda mwingi sana kutafuta mali, lakini wanashindwa kumtafuta Mungu kwa bidii hiyo hiyo. Katika Biblia tunamuona yule kijana, yule mtu aliyemwendea Yesu na kumuuliza kwamba hivi nifanye nini ili nipate uzima wa milele, kwenye ile Mathayo sura ya 19 mstari wa 16 mpaka wa 22. Na Yesu alimwambia, uza kila kitu ulicho nacho, alafu uwape maskini, alafu uje unifuate. Lakini yule mtu alihuzunika sana kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Sasa hii inaonyesha wazi kuwa tamaa ya mali inaweza kutufanya tukakosa hata ile fursa ya kuwa na Yesu, tukakosa ile fursa ya kuwa na Mungu kwa sababu tu ya kushikilia hivi vitu vya dunia. Sasa Mtakatifu Basili alizungumza akasema maneno mazuri sana. Alisema utajiri sio mbaya wenyewe. Yaani utajiri kama utajiri sio kitu kibaya. Wala sisemi kwamba utajiri ni mbaya, sisemi mali ni mbaya. Lakini akasema utajiri unapokaa ndani ya moyo wako zaidi kuliko Mungu, ule utajiri unageuka kuwa mzigo unao kukuzuia, yani unaweza kukuzuia hata kufikia ufalme wa Mungu. No. Kwa hiyo utajiri si mbaya. Kwa hiyo ukikaa ndani ya moyo wa mtu, hiyo ndio shida. Unamfanya huyo mtu kuwa kama mtumwa. Ukikaa ndani ya moyo wako, unaweza kuchukua ile nafasi ya Mungu kwenye moyo wako. Na hapo maana yake utajiri unakuwa na priority kubwa kuliko Mungu. Na hapo ndio penye shida. Sasa swali la kutafakari ni hili. Je, hivi nimekuwa mtumwa wa vitu ninavyovimiliki? Hivi tunatanguliza kazi na pesa zaidi kuliko hata maisha yetu ya kiroho? Kwa mfano, tamaa ya umaarufu na madaraka pia ni mnyororo mkubwa sana unaotukamata wengi. Wengi labda tungependa kusifiwa, tungependa kutambuliwa, tungependa mamlaka ya juu wakati mwingine. Sasa kama nilivyosema, hivi vitu sio vitu vibaya. Ila shida ni kama vinapelekea kuharibu mahusiano yetu na Mungu na mahusiano yetu na watu. Kwa ni lazima sana kulinda hivyo. Ndio maana Yesu anatufundisha kwenye ile Mathayo sura ya 23 mstari wa 11 kwamba aliye mkubwa miongoni mwenu awe mtumishi wenu. Na mfano mzuri ni Mtakatifu Francisco wa Assisi, ambaye alizaliwa katika familia ya kitajiri sana. Lakini aliacha mali zote, akachagua kuishi kinyenyekevu ili kumtumikia Mungu. Kutumikia watu. Alielewa kabisa kwamba utajiri wa kweli sio katika mali, bali utajiri wa kweli ni katika kuwa na Mungu. Napenda Mtakatifu Teresa wa Avila anavyoiweka hii. Anasema kwamba yeyote anayemiliki Mungu hana ukosefu wa kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu peke yake anatosha. Ndugu zangu, kipindi hiki cha Kwaresma tunapaswa kutafakari sana kwamba je, ni nini ninachokithamini zaidi kwenye maisha yangu? Ni Mungu au ni vitu? Je, ninatumia muda mwingi zaidi kutafuta nini? Kumtafuta Mungu au kutafuta mali na heshima, wakati mwingine hata kutokujali wokovu wa roho yako?
Sasa Yesu alituambia katika Marko ile sura ya 8 mstari wa 36 kwamba kwa maana mtu atafaidi nini akiupata ulimwengu mzima alafu akapata hasara ya nafsi yake? Itakusaidia nini? Kwa hiyo lazima tuchague kati ya dunia na Mungu, kwa sababu hatuwezi tukavitumikia vyote viwili, mabwana wawili kwa wakati mmoja. Unaona? Kwa hiyo Kwaresma ni kipindi cha kuchagua, kuachilia tamaa za dunia na kurudi kwa Mungu kwa moyo wetu wote, tukitambua kwamba utajiri wa kweli ni uko katika kumpenda Mungu pia na katika kumtumikia yeye kwa uaminifu. Tukimtumikia yeye kwa uaminifu, yeye atatubariki na hivi vitu vingine. Lakini tukivitumikia hivi vitu vingine, havitatubariki tumpate Mungu, vitatufanya tumwache Mungu. Kwa hiyo tukimpa Mungu nafasi ya kwanza, Mungu atatubariki kwa hivi vingine, kwa sababu ni mali yake, yeye ameviumba yeye. Basi ndugu zangu, nawatakia Jumapili njema, na Mungu Mwenyezi aendelee kuwabariki na kuwatunza. Muwe na Kwaresma njema, Kwaresma yenye baraka na mafanikio. Barikiwe.